usingizi, alafu chakula na mambo yote unayoyapenda abakie Bwana peke yake, lazima Mungu afanye jambo. Lazima Mungu. Hakuna historia katika Biblia ambapo watu walijitenga kwa ajili ya Mungu, wakajitoa kwa ajili ya Mungu, wakaomba kulingana na mapenzi yake. We don't have a history in the Bible ambapo Mungu hakuwajibu ama kuwasikia. Unasema God, hii kilo yangu ni mingi, ni sawa. Kuna hiyo pride of life. Watu watasemaje nikiangusha kilo? Huyu amegonjeka. Unajua wewe ndio unajua unataka nini. Wewe ndio unajua unataka kuingia wapi. Maono yako ndio yanakusukuma kufanya mambo fulani. Unajua watu wengine hawana mzigo wa mambo kwa sababu hakuna kitu wamebeba. Wakati mtoto wangu alikuwa my wife was pregnant. I have 2 kids. Na akiwa wakati wote huo alikuwa niliona tabia zimebadilika. Kuna vile alikuwa analala akabadilisha. Nikamuuliza, "Mbona unalala hivi, sulale hivi?" Akaniambia, "Sio mimi, ni huyu." Chakula akabadilisha. Akaniambia, "Huyu hapendi sukari, huyu hapendi chumvi, huyu hapendi sijui hii. Ndio maana nakula hii kitu ndio napenda." Akabadilisha walking style. Sasa sio vile alikuwa anazoea. Lazima aende vile huyu anasema. Yaani mambo yote yalikuwa ni huyu na ni huyu na ni huyu. Tabia za watu fulani ni kwa sababu hakuna kitu wamependa. Hakuna. Uko yule jana leo lakini sio milele. Siku ile utabadilika, ni siku utaingia katika mahali pasiri. Ukae mpaka utungwe mimba ya roho. Na ukitoka hapo, vile mimba inakuwa na kuna condition. Manoah's wife ndio azae Samson. Na mnajua historia ya Samson. Alikuwa shujaa. Kama kuna Rambo katika Bible ni Samson. Huyu ndio tunaweza kupea jina Rambo. Was very strong man. Lakini Samson kuzaliwa kwake, condition, discipline ya mama yake, yale mambo yote yalikuwa yanahusika. Kabla maono yaje kutimia, yatingize jiji lenu, yatingize mji, yatingize nchi, yatingishe hata Afrika, kuna mahali yametoka na kuna jinsi unafaa kuyatunza. And the devil is working towards destroying vision that is in the womb. Tunaona watu wengine hawafiki mahali pa kuzaa. Wakifika kwa uchungu wana complain a lot. Labor pain ndio inatangulia kuzaa. Mtoto hawezi kuzaliwa bila labor pain. Wanakosa kujua kuna labor pain ya kiroho. Ndio inakuambia haya maono yamekaribia. Si wakati wa kukata tamaa. Si wakati wa kulalamika. Ni wakati wa kuenda kliniki ya roho. Sio mama anaenda kliniki. Na wewe enda kliniki. Kuja katika nyumba ya Bwana. Kuna uchungu fulani wa mimba. Unakaa mahali pasiri. Unakaa hapo. Unamwambia Bwana hapana. Kama Habakuk. Nimesikia wahubiri wakihubiri. Wanasema hivi, wewe uko hivi. Nimesikia kuhusu Musa, hawa wote nimesikia. Nimesikia kuhusu miujiza na ishara za kina Bonike. Lakini Bwana, hata mimi hapa kama wale waliona na wakasema, nataka nione na niseme. Even my time, I want to see. Hiyo haiwezi kufanyika kwa mtu hajachoka na ukawaida fulani. Kama sifa zinaleta uwepo na uwepo haukuja, then sijasifu. Lazima utafute
sifa gani italeta huo uwepo? How am I going? Ni moyo wangu uko mbali na mikono iko juu. Lakini moyo na mdomo, yani tulizoea. Unaona ng'ombe amezoea kwenda nyumbani, hakosei njia. Kuzoea mpaka ukifunga macho unaenda tu. Sasa kuna watu walizoea ibada, uzoefu wa ibada. Gharama bila malipo. No. Ambia jirani hapana. Gharama bila malipo. Na malipo ni uwepo. Ati kulikuwa na ibada tuliruka mazee. Leo tulikuwa na dance style mpya. My friend, it's not about you. It's about him. Na hiyo ni ulimwengu wanafanya, and that is what makes the difference between the church and the club. Because club is about them, so they have to get entertained. But the church is about him. We are entertaining him. Akifurahia anashuka. Hata rais anatoka kwa dayasi anaenda huko chini, kulingana na vile amefurahishwa. Lazima tubadilike. We want to experience God. Kama Biblia, yule Mungu wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wa Biblia yuko. Na wale wana kiu ya kumuona, watamuona. Kwa sababu kuna gharama watalipa kwa sababu ya kiu. You go every mile. You pay every price. You don't have to wait for the man of God to tell you we are fasting. Wewe unajua umebeba kitu na demand iko huko ndani. Mimi kama sasa niko na mkutano na I need about almost $500,000 for 1 day meeting, 3 days meeting, but 1 day specifically. Kwa Mombasa. Na mkutano huu unaleta pamoja wenda wanafunzi zaidi ya 5,000. It's a big meeting. Already by the grace of God, tumeenda hatua ya kwanza ya imani. Haleluya. Hatua ya kwanza ni imani dada. Hata ukionyeshwa maono gani, hayawezekani bila imani. Hatua ya kwanza ni imani. Unakuja kanisa unamwambia Bwana niliota ndoto. Oh Jehovah God, Baba Boshaka Maganda. Asante kwa hiyo ndoto Bwana. Oh nakuamini Bwana. Ninapotoka hapa Bwana ongoza hatua zangu. Unatembea tu. Hata ujui unaenda wapi unatembea. Ukutana, Bwana asifiwe. Wewe ni kitambo tunaonana Unaenda wapi? Naangalia kibanda. Ya kuuza vitu. Kibanda Na nimetafuta mtu wa kumpea kibanda yangu mimi na hama. Hata sikuuze kupea. Wewe ni rafiki yangu sana. Chukua hii kibanda ulipe pole. Unajua kuna watu wanaobanga hapo wanangojea vitu zikuje apigiwe simu. Nani oi Jesus. Toka tembea ukitembea hivyo utapigiwa simu. Si ati ukae upigiwe. Nani akupigie simu? Tunachukua hatua ya imani. Na mambo yanafanyika. Na kuna watu watafanya hivyo leo na kesho na by Friday. Amen. Ora bokatarabosha. Haleluya. Hatua ya imani. Sio kwamba Bwana hajaongea, anaongeanga na atasaia na kuongelesha. Na ni mvumilivu na wewe. Anakuvumilia, anakuongelesha. Si uchukue hiyo kibanda. Unafanya nini? Uchukue. Na uoga ndio mingi. Kutokuwa na imani kwa sababu uoga na imani hazikai pamoja. So you don't take an action. Na ukizomba mwingine anakuja na baadaye unaona duka ikiendelea. Alafu unakuja kuambia watu nilikuwa nimeonyeshwa hiyo duka. Ningekuwa hapo ningekuuliza ulifanya nini? Ulionyeshwa ukakosa ku take action. Mwingine akachukua
sababu ulidelay, ulichelewa. Mungu anakuambia chukua hii bahasha. Kuna mzigo katika nyumba yako. Tafuta hitaji katika nyumba yako. Hata akwambia uende kwa pastor. Nakwambia tu kuja uangalie hitaji, shughulikia hilo hitaji. Punde tu ukishughulikia, punde tu basi jibu lako. Na hata usifanye pastor hajui. Mimi nakumbuka kuna wali kwa naenda naweka bahasha alafu wana watu wakiulizana nani ametoa. Sababu ukifanya kwa siri, yeye anakuja upande wa wazi. Kila mtu anajua vile Mungu amekuinua, hawajui iendaje. Sababu gharama ililipwa katika siri. Kuna watu unaona wako na anointing, unashindwa wanaombaga saa ngapi? My friend. Una rangi nao, kwa hivyo hujui wanaombaga saa ngapi. Historia yetu ilikuwa ya maombi. Na hiyo ndio siri ya mtu kufanikiwa. Lazima uwe mtu wa maombi, na sio swali, ni lazima. Maombi mrefu na maombi mfupi. Lakini sana sana maombi ya siri ni ya kushughulikia hali zako za siri. Maisha yako ya siri. Ndoto ambayo umebeba, maono uliyoyabeba. Wakati Mungu alipatia maono 2016, yalikuja 2012 nikachelewa juu ya uoga. Sababu nilikuwa nangojea pesa ya kuanza kazi. Mungu amenionyesha kazi lakini hajanipea pesa. Na from 2012 hakuna pesa ilikuja mpaka 2015. Ni sauti tu ilikuwa inaongea. 2015 nikaanza kuambia, nikaambia watu walikuwa wamekuja nyumbani kutembea kwa sababu ya school mission. Nikamwambia kuna maono Mungu amenipea. Tufanye hivi, kama tunaweza kutengeneza mkutano mkubwa. Ndipo tunasema hivi, nikaona imepokelewa. Nikasema haya. Nikamwambia okay, wakawa tayari bila pesa. Tukaanza kuweka pledge. That first day we put pledges. Now by the end of the year we had surpassed the budget which we had put. Cha kushangaza, nimeenda mkutano mahali kuhubiri, na mmoja wa wale wahubiri tumekutana mara ya kwanza kwa huo mkutano. Anasikia kuhusu mkutano tunaandaa. During lunch break ananiambia, man of God, the Lord has spoken to me to be a blessing kwa huo mkutano. Akasema I'm pledging 10,000. Nilistuka. Unajua mkutano ya kwanza nimegojea pesa na haijakuja, na saa hii sasa niliogopa, nikashtuka, nikaona ni mchezo kiukweli. Sababu huyo hatujuani. Lakini nikampea namba ya simu na akaniambia ataleta washirika wa support huo mkutano. Nikanyamaza. Siku nikiwa Nairobi nimealikwa Tukuza KTN. Ndugu yangu akiwa ameandaa huo mkutano, nikiwa huko nikapokea SMS. Ya nani? Ya huyo dada. Ni mchungaji. SMS ya M-Pesa 10,000. Woi, nilinua mikono nikamwambia, Bwana wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe, unastahili. Woi, haya ni maono yako. Na hiyo ni ishara. Mtu hakujui. Kutoka siku hiyo hakuna mkutano tumefungukiwa kifedha. Bila pesa tunapanga. Na hatupange tukiwa na pesa kwa account. Saa zingine ni kidogo, saa zingine hata hakuna. Lakini tunajua Mungu ambaye ako na account yake. Anaweka pesa saa zingine kwa mifuko ya watu. Na anatoa wakati ambapo inafaa kutolewa. Haleluya! Yeah! Nikiwa naandaa mkutano wa Taita, Mungu alinikuza kitu ya kwamba usitegemee njia fulani, nitegemee mimi. Amen. Nilikuwa nategemeo kama na hata tunipelekea proposal. Tunapeleka tent, ukishughulikia tent na viti, ile maeneo mengine tumeshashughulikia. Hakuna kitu alishughulikia hata moja. Lakini alikuja mkutano ambao ulikuwa na mahema 10 na viti 1,200. We have hired all of them.
bila pesa ya government. Lakini Mungu alimtumia kusomesha orphans wote ambao walikuja kwa mkutano. Kwa hivyo kuna vile Mungu alikuwa anataka kunifunza ya kwamba fedha na dhahabu na vyote vinavyohitajika vinatoka kwangu. Weka macho yako kwangu. Ninatoa. Mbona tusimwaminie Mungu mambo yale makubwa? Kwa sababu kazi sio yako. Wewe ni mtendakazi pamoja na Kristo. Na budget ni yake. All of it. Na si watu unajua. Mimi najuana na watu. We exchange messages. First lady wa hapa, nikienda Tanzania wanitumia ujumbe wa heri. First lady wa Kilifi, nikitoka Kilifi alikuwa ameniweka kwa county government. Niwe nina msafara wa kwenda mashule, nisikosekane kwa msafara. So, lakini time yangu ya kukaa huko ilikuwa imeisha. Kaambia madam pole, nisamehe, ninatoka. Ninaenda kwa rafiki yako huko kwani. Lakini mpaka sasa hivi tuna communicate. Lakini hawa wakubwa hawatoi kitu. Ni Bwana anatoanga. Na kazi inaendelea. Na ninakuja na mapicha ninaweka hapo, tulienda tukafanya ili kakua. Katika mkutano nilikuwa naambia wao, mkutano wetu wa kuandaa mikutano hii, nilikuwa nawaambia tusiwahi entertain uoga katika budget. Yeah. Tusiwahi jiweka katika viwango vyetu katika budget. Angalia Mungu, weka budget yote inaleta utukufu kwa Bwana katika mkutano na usilimi tu Mungu, muamini atatoa. Nakumbuka Tanzania tulifanya mkutano, tulifanya tangazo ya redio a whole month. Na kazi ile nyingine yote tukapata kwa neema ya Bwana. Na nikawa na maono baada ya Tanzania, because after Mombasa meeting ambayo itakuwa next year, we are going back to Tanzania, Dodoma. Na kwa neema ya Mungu ninaamini kwenda Ethiopia mara ya kwanza. Amen. Na kama kaida huwa siendi mkutano ikiwa naenda kwa maandalizi. Kwa hivyo ndio maandalizi, na nikaangalia kwa map, nikaona hakuna njia ya basi. Nilikuwa nimezoea na nikawatana na ndege. Hakuna njia ya basi ya kwenda Ethiopia, na kama iko na shida security. Na hakuna kabasi ya direct. Sasa kama utaenda huko ni ndege. Na kama utaenda mara kadhaa bado ni ndege. Sasa ni kumwamini Mungu. Maono sio yako. Mwenye kupeana maono, yeye ndiye anapeana kila kitu. Utamu wa maono ni kumwamini Mungu katika hayo maono. Na hapo ndio unaona matunda ya mafanikio. Ukimwamini Mungu, the rest will follow. Already I've started planning. Nimefanya mipango ya mapema ya mkutano UK. Next year naenda Ghana. Mwezi wa kwanza from 10 to 20. Ile kibali kama na kibali, Mungu amenipea kibali, ni mzigo nimepewa huko. Yote huyo mhubiri tulijuana vile tulijuana wewe. Vile tu hatujaonana hii sura. Ilikuwa ngumu. Na amenitumia barua na program. Na ninahubiri na wahubiri wa USA. A whole day niko na program, na niko na program ya church leaders and pastors. Jesus. Hallelujah. Amen. Mungu akikupea mzigo, urudishie. Mwambie mimi niko, mzigo ni wako. Na mimi nikamwambia Bwana, hii kazi umenipea, ni kazi yako, chukua, mimi najipeana, nitumie. Bwana anafanya jambo jipya katika kanisa hili. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi si ujumbe nilikuwa nimepanga. Nilikuwa tofauti wa maombi. Na mimi Mungu atatupatia nafasi. Lakini cha msingi ni kwamba tuwe na utulivu katika nyumba ya Bwana. Ile mimba utapata
itatingiza ulimwengu. Iwe ni katika biashara, itatingiza huo ulimwengu. Kuna maono hayapatikani wakati you are too busy. Too busy. Hauna muda na Bwana. Na ukiingia katika mahali pa maombi, unaingia kwa mlango kama umeanza kuomba. Hela baba. My friend. Maombi sio kuomba tu. Pia kuimba ni sehemu ya maombi. Na kunyamaza pia ni sehemu ya maombi. Tunamruhusu akuongeleshe. Akujibu. Wewe ushakuja kuongelesha pasta kila kitu na hata kushangaa. Atasimama pole pole akuache. Lakini sidhani atafanya hivyo kwa roho ya pasta. Kuvumilia. Haleluya! Amen. Wakati unakaa chini ndio anakuongelesha. Maneno machache, unakuja pole pole. Kwa mfalme wa wafalme. Kwa kunyenyekea. Hata protocol hauna. Hata kwa Ruto ukionekana unakimbia kwa Ruto hivyo mbio. Kabla hata upige kwa dash uko juu hewani. Within 2 minutes uko kwa gari na kupeleka sijui wapi. Uko. Kwanza unyorosho uko ndani ya gari kabla upige police station. Sababu hauna protocol. Unadhania Mungu liapendi protocol. Ukiingia enda pole pole. Unaingia tu hata unakaa tu chini. Unangojea tu muongozo. Labda nikawimba utasikia kuimba. Imba. Tawala maisha yangu. Bado unasikia tu. Yaani jiachilie tu. Mali connect tu. Si kuingia tu nafikiria kuhusu wimbo tuliimba sana na watu wakabarikiwa niyo nikaimba. My friend, it's not about a song. It's about his presence. Unaweza kuimba damu ya Yesu na uwepo wake huko na ubarikiwe sana. Wengi hapo, usimama unatembea, unasikia kukaa chini, unakaa tu chini. Unainua mikono, unainua, na ibada yangu kwa Bwana imekuwa hivi. And I experience his presence. I don't end a service without shedding tears in his presence. Uwepo wake mwingi. You spend ample time. Yesu alikuwa, hebu nione, nikupatie mfano. Maombi ya Yesu. Yesu maombi alikuwa na devotions. Mark chapter 1 verse 35. Kama Yesu alikuwa mtu wa maombi, wewe utakosaje kuwa mtu wa maombi? Mark chapter 1 verse 35 inasema nini? Very early in the morning, when it was still dark, Jesus got up, left the house and went to maanisha alikuwa na nyumba, and went to a solitary place where he prayed. Hata hakuombea kwa nyumba. Aliwacha nyumba akaenda mahali solitary, ni mahali pasiri. Ndio maana kuna maombi mengine utaombea nyumbani. Sababu TV, kelele ya watoto, kila kitu. Kuna maombi lazima utoke kwa nyumba. Kuna majaribu ya kuanga kwa nyumba. Hautalazimisha watu wengine wafunge, kwa hivyo watapika. Na wewe unafunga, na harufu ndio hiyo. Sababu hata kukula harufu peke yake ni kukula. Unakula harufu alafu unatamani kukula. Baadaye unaota kidogo. Sababu mimi sikumaliza fasting ya 7 days nakumbuka. Kuna wakati nilikuwa na fasting kitambo. Sikumaliza, nilifungua kidogo the 6th day. Juu nisikia tu nimeenda nikafikia tu twende town. Alafu nirudi. Nilikuwa naenda kununua kitu. Niingia supermarket. Nikaona kitu nikafikiria ninunue, nitafungua na. Lakini sikungojea. Nilifungua nikiwa jiani. Na nilifungua kidogo. Nikiambia Bwana sijafungua, ni kidogo. Haleluya! Lakini Bwana alinisaidia kwa sababu I am a human being. Na yale maombi nilikuwa nataka yajibiwe, yalijibiwa. Na nilikata kilo na nikakonda, lakini utukufu wa Bwana ulikuwa mwingi. Ukiulizwa kuchagua kunona
na kuunga na chakula yako, ama uwepo wa Bwana utachagua nini? Uwepo na uzito. Yesu alikaa maisha ya maombi. The Bible says while it was still dark. Wasomo wa Biblia wanasema ni kama saa 9. Saa 9. The people who control the earth and the air ni wale wanaamka mapema. Unapata control nyingi zinachukuliwa na kina mwadhini. If you want to be in control, wake up before them and command your day. Ushike kabla haijashikwa. Saa 9 umeamka kabla yao. Unaamkanga saa 10. Sasa umeamka umeanza kusambaratisha kazi ya shetani. Kabla sauti ziinuke, zile zingine zinakosa nguvu kwa sababu kuna sauti imeinuka na inakatakata. Hiyo ni habit ya Yesu. You are not doing it out of crazy. Jesus was doing it very early in the morning. Na alikuwa haombi wana wa peke yake. Akiongea na mitume wake alikuwa anaomba, hamwezi kuomba hata angaa kwa wana. Kumaanisha hiyo ndio the list. Yeye alikuwa anaomba masaa. Na uwezo wa kuomba masaa sio akili yako, ni Roho Mtakatifu. Amen. Wakati mwingine ukiomba na ndimi utakuta umeomba hata masaa 3 kama ujui. Makatara baba. Ndio maana ni muhimu kujazwa na Roho Mtakatifu. Uombe na language ya Roho. The Bible says wakati unaomba na ndimi ama na Roho, unaomba maombi yote. Kila kitu ambacho unahitaji kuombewa na unaomba katika mapenzi ya Bwana. So katika maombi yako usikose ndimi. Evening prayer, yes. Mark chapter 6 verse 46. After leaving them, he went to the hills to pray. Hebu angalia, na alikuwa na nyumba, lakini hapa tumeona ni hills tena. Solitary place, alafu kwa milima. Leo hii pia watu waende kwa milima. Si hapa tuko na milima, thank God, tuko na Shimba Hills. Na tuko na huko. Unaenda huko unatafuta ka ground kazuri. Unakaa unalilia Bwana. Bora sio plot ya watu. Yesu alikuwa hivyo. Mark chapter 6 verse 47. While evening came, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on the land. He was alone. Alikuwa peke yake. Solitary communion. Luke chapter 5 verse 15. The news about him spread more, so that the crowd came to him. Verse 16. But Jesus often withdrew to lonely places. Alikuwa anafanya mikutano mikubwa, lakini kuna wakati alikuwa anaweka pause. Anaenda mahali pasiri. Wewe una biashara kubwa, customers ni wengi, lakini unaweka pause. Unaenda kwa mlima. Una talent kubwa na mambo makubwa na mafanikio mengi. But the problem we have, what naomba shida ikiingia. Shida ikiingia ndio unaenda kwa mountain of prayer. Asilimia kubwa ya watu wanaoomba ni kwa sababu ya shida. Uliza jirani, ni kweli? Shida. The Bible says Yesu alikuwa katika mikutano na watu walikuwa wanakuja, miujiza ilikuwa inafanyika, kumaanisha alikuwa anafanikiwa, lakini alikuwa anaweka pause, anaenda katika mahali kumtafuta Mungu. Si Mungu atusaidie. Na hiyo ndio kukomaa kiroho. Kwa sababu watoto wa kiroho hawawezi kupewa urithi. Urithi ni wa watu waliokomaa. Some shadow blessings ni kwa sababu ya watoto. Let me shadow thing. Unaona toy? A toy car. Is it a real car? Kwa nini? Sababu na ni ya mtu aliyekomaa ama mtoto. Good. Kuna watu wanapewa toy blessings. A toy phone. Is it a real phone? No. Kwa hivyo hata kuna mahusiano zingine unakuta hazikai kwa sababu ni toy. Sio real.
lakini hautalipa gharama. Kwa hivyo hiyo ingine ya watu wanalipa gharama, wewe unapewa sababu ni mtoto. Candy, sweetie, lollipop, blessed. Si tuko na hizo baraka za lollipop. Ambia jirani, sitaki lollipop mimi. Haleluya! Amen. Baraka za lollipop kubembelezwa na PG. Tukilia tu unawachiliwa. Unajua mtoto anaenda pia ndivyo tuko. Tukilia unapewa, alafu unasahau. Mtoto wako hivyo. Anasahau. Atarudi zikiisha. Ama akitaka kwenda kuonyesha wengine. Ni kweli. Tabia ya watoto. Ndio maana urithi haujaachiliwa, na utawachiliwa watu wachache walio tayari kulipa gharama ya kukomaa. Ukomaa. Sasa hivi mnataka kupitisha kwa barabara nyembamba ya mateso ili ukomae. Kutahiriwa. Sababu kijana ndio akomae lazima akatwe. Uchungu fulani. Hukumu fulani. Harsh. Hard life. Subjected to hard life. Ndio moyo ukue mgumu. Asimame kuwe solid katika mambo ya imani. Awache kuyumbishwa na mambo ya ulimwengu. So before you mature, there is a path to follow. Na ukitaka kujua watoto ni wangapi, ambia watu wa past. Wale wana complain ndio watoto. Watoto hawawezi kufast. Haleluya. Watoto hawawezi kufast, hawajui kubeba mzigo. Leo mtoto mzigo anabeba. Ushaona tabia mtoto? Anabeba kidogo alafu anakurudishia. Hawajui. Kwa hivyo ni watoto wangapi tuko nao katika ibada ya leo? Nitauliza hiyo swali. Lakini wewe, lakini hawako hapa. Wale wako hapa ni wamekomaa. Tabia za kuitisha vitu zikiisha. Na kulia ndio upewe. Na ukipewa unapewa toi, kwa sababu Bwana hapeanagi vitu ambazo zinaitwa urithi kwa watoto. Hata wewe hauwezi kupatia mtoto shamba. Kama hauwezi, Mungu ndiye ataweza. Unaweza kupatia mtoto gari atiendeshe. Hata itakuwa hatari kwake. Yaani kuna baraka Mungu hawezi kuachilia, zitakuua. Sababu haujui kuhandle. Mtoto hajui kuendesha gari, mpatie ataendesha agonge watu. Sasa kuna baraka zikiachiliwa zinakumaliza na zinamaliza wengine kwa sababu you don't know how to handle it. Kuna watu ambao kiburi ndio iko ishara ya watoto. Because maturity ya roho, Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the spirit, ndio inaonyesha ukomavu wa kiroho. Kiburi ni ishara ya utoto. Humility ni ishara ya ukomavu. Ndio maana unaweza kupata mtoto ambaye yuko 16 and very humble, anakuwa considered very mature. Because of what? Humility. Na kwa sababu ya kiburi na wachi unaomba kwa sababu omba utapewa. Biblia inasema omba utapewa. Mungu ni mwaminifu kwa neno lake na kuachilia gari. Unakuja ibada saa 5. Na ulikuwa unakuja unarauka. Kiburi inaleta shida katika nyumba ya Bwana. Here basis the proud ni neno lake. Kupewa ni neno lake amekupea. Na kiburi bado atakushusha. Na Mungu anapeana na anachukua. Na ombolezi akichukua. Sababu ni zake. Akitaka kuua na ua, akitaka kuvuvua na vuvua. Na hali Kipatu huwa anacheka, sio kulia, anachekanga. Unaweza kuja kuniambia, baba umeniacha. Kuja hivyo unakuja. Unajua unatorokanga. Sasa lazima nikulete. Kuja kama kuja. Unalia, unakuja. Kuna watu kuwatoa kwa shida ni kuwamaliza. Kumbe ni Mungu anawasongesha. Kuna watu lazima utawaachilia. Mungu ashughulikie, ndio wainuliwe. Kuna watu hawatainuliwa bila kushughulikiwa na Bwana.
unakasirika ovyo ovyo. Lazima ukasirishwe. Ukasirishwe mpaka uache kukasirika. Impatient ndio imekujaja. You're very impatient. Ucheleweshwe mpaka uzoee kucheleweshwa. Uone ni sawa wakati unataka kucha Bwana. Kuja tu. So you're now patient. You're so impatient. Bwana leta baraka. Bwana kama sivyo sitakutumikia, wacha. Hallelujah! Ambia jirani wacha. Kama ukiwacha wewe mawe yatamtumikia, majani ya miti utamtumikia. Kwani wewe ni nani? Maliko mingi. Ati Bwana nitawacha huduma, wacha. Utarudi. Hallelujah! Maliko mingi. Na unasimama mbele ya Mungu mkuu. Hauna uoga, hauna hofu. Umemweka rika yako. Nyenyekea. Approach. Tunasongea nini? Kiti. Ni cha kusongelewa, si kukimbiliwa. Where we obtain mercy. Where we grace. Ambia jirani mtoto. Tuache. Na kutoka ibada haraka. Ni utoto tu. Ulikuja kwa nini? Kwa nini ulikuja? Na mnisamehe. Mimi nakuanga mkali. Si niliitwa. Na nikaitika. Sasa sio mimi naongea, ni Bwana anaongea. Hadi unaangalia saa. Wewe! Kwa Ruto utafanya hivyo. Utakaa ukikojea bahasha. Wewe! Hiyo tabia tuache. Ukipigiwa simu unasema hapana. Niko mahali tafadhali nitachelewa. Sema hivyo. Kama uko State House utasema utachelewa. Ambia watu utachelewa. Bwana aheshimiwe. Bwana apewe nafasi ya kwanza na akushughulikie maisha yako. Anangojea umpatie moyo. Uko hapa moyo umechukuliwa nje, unakaa tu hapo, unangojea itaisha saa ngapi? Na sherehe unaulizanga zitaanza saa ngapi? Moyo wako uko mbali. Unainua mikono, moyo uko mbali. Until the day you give the heart. Sio pesa yako ana haja, ako na dhahabu mingi mbinguni. Na kupatia Solomon, hekalu ya Solomon iligharimikia billions, 60 plus billions za Kenya kujenga hekalu. I think 600 or something billions. Mwambie jirani Mungu akusaidie. I think the kitu ambacho kimebeba uzito siku ya leo ni kungojea. Sababu kama tutangojea, kama tutatulia, kama tutasubiri, tutatengenezwa, tutakamilika, tutaachiliwa na kibali na neema. Hautahitaji kujipendekeza. Wale wanaojipendekeza ni wale ambao hawajakuwa na muda na Bwana. Kuna mhubiri mmoja alisema ya kwamba Yesu alikuwa anatumia muda mwingi na Mungu, na akija upande ule mwingine alikuwa anatumia sekunde kidogo kukemea pepo aondoke. Na wewe unatumia muda kidogo na Mungu, ukija ulimwenguni unang'eng'ana uondoa mambo, kutengeneza mambo. Something that will cost you 10 years can cost you only 1 year if you spend ample time with God. Ample time with God. He can bring something that was to come 10 years or even 5 years before the next year. It's called God. Spend ample time with Him. Ample time. Nilikuwa naambia watu watakesha, usibebe saa. Enda bila saa. Na chakula ikipikwa sio lazima ukule. Kisikia kwenda kwa Bwana, enda. Yaani lazima roho Bwana apewe uhuru. Nakwambia nataka ukuje tukutane mahali. Niko na kitu nataka kukuambia. Lakini wewe uko na protocol. Mimi huwa naomba Friday. Mimi naomba kanisani. Fasting yetu itafika, inakuwa jana hata ilipita. Na roho anakuongelesha ufunge. Sababu nataka kuachilia kiaria ya biashara.
na watu, zinakuja na Bwana. Kuna mambo hautapata. Saa zingine hata ni jibu ya maswali mengi. Nataka tukutane mahali, ufunge, uje kanisani, ukae. Na si ile masaa unapanga, protocol ni yake, masaa ni yake, time ni yake. Mbinguni hakuna time. Ni hapa duniani. Yaani Mungu aliweka. Yesu alisema, sijui wakati na saa ni za Bwana. Mungu mwenyewe ndiye aliumba wakati. Nataka tuone. Mungu atusaidie. Sababu lazima tutokeshwe na baraka za candy blessings. Ambia jirani candy blessings. Candy blessings. They are limited. Mama anakupimia tu kidogo kwa sababu ya utoto wako. Na vile uko mtoto. Lakini watu waliokomaa wanapelekwa kwa mashamba. Watu waliokomaa wanapelekwa maeneo makubwa makubwa. Watu waliokomaa wanaunganishwa na watu wakubwa. Watu waliokomaa, kuna uwezekano huenda ukawa ni kutokomaa kwako ndio kwa sababu ya dile. Mbie Bwana, itatulia unitengeneze. Haraka yangu haikunisaidia na haina baraka. Nilitoka kama sijakamilika. Unakuja kuchelewa ibada, unatoka mapema. Kwani hiyo ni ibada yako? Ulizo jirani, hiyo ni ibada yako. Ulikuwa unaenda. Hata sio ya pastor. Hata yeye ni mtumishi. Mungu akiamua kumuondoa hapa mpeleke huko Nakuru ama mpeleke Naivasha, hakuna kitu atafanya. Atatoka aende, Mungu ainue mwingine hapa. Kwa hivyo tuache malingo. Hiyo kazi ulipewa na Mungu. Kwa hivyo haukuwa naye. Na sasa imekuwa ni shida katika nyumba ya Bwana. Unachelewa kuja. Na tuko na sababu nzuri. Mama alikuja, mama. Ambia jirani mama. Mama akikuja mwambie mama ni saa ya ibada, twende kanisani tutaongea baadaye. Wacha ajue Mungu wa mbinguni anastahili heshima. Amen. Na wakati wake ni wakati wake. Amen. Katika Biblia tunasema nini? Utakatifu wenu ukiinuka zaidi ya hawa. Na sasa hii hapo Farisayo nao Waislamu wanaomba, wanapiga magoti. It is biblical. We don't need. Na unaombea haja. Unaombea hoja ya watoto warudi shule. Baba naomba utende muujiza watoto. My friend. Ati ni ushamba kupiga magoti. My friend. It is biblical. People are lifting their hands. People are kneeling down. People are laying prostrate. Kujikosa kabisa. Kukosekana wasionekane. Wengine hata walikuwa wanachukua majivu wanajipaka. Wengine walikuwa wanavaa magunia. Kushusha kiburi. Yani they are not themselves again. It is only God. Na siku hizi, Lord, thank you. Oh yes. Oh God. Wewe hiyo tabia tuache. Watoto. Unajua watoto ni wanakuja kana hiki kizungumbia mpya. Tunakuja kutisha baba na mama. Hey, mama, you don't know her. Hata mezaliwa juzi. Ambia jirani matisho tu ni mtoto. Be yourself. Kuwa simple. Na Mungu utamkuta, utashikana na yeye. Atakusikiza. Simple language. Hadi niko hivi. Nimeshindwa kuondoa hiki dhambi. Pia naachilia tunisaidie tuitoke. Yes. Hallelujah! Baba nilikuwa naomba sijui ni aje. Dada ananikatia ninakubali. Huyu naona ni pepo nyeusi ingine yellow colorless. Sababu ndugu, ukiona dada ni mrembo, unaona mrembo na watu wanachukua namba ya simu. Ni pepo iko ndani yake. Sio ushirati. Najua uko tayari kuoa. Lakini kila dada namba ya simu, kila dada ukiona ni namba ya kila dada, namba ya simu. Ai! Ni shetani. Ni ushirati. Roho ya lust. Ndio iko hapo.
There's no complicated relationship with God. We are the ones who complicate the relationship. It's very simple. Nakuja kwake mbie baba, nilianguka tena. Akili sipendi. Sipendi. Hata hiyo dhambi ya mali najiandaa kufanya kitu. Baba, zuilia. Nisaidie. Unalia. Kwa Biblia hata kuna kulia. Maombi ya kulia. Maombi mingi ilikuwa ni kulia. Unakuta kwani hana alikuwa si analia? Alikuwa na ukua, analia. Yaani ameshindwa kuomba sasa ni kulia. Na Mungu anaelewa lugha yoyote ya maombi. Hata ukinyamaza anaelewa. Hata ukilia anaelewa. Sababu yeye ni Mungu. Na maombi tuko na shida. Kiona mtu analia unafikiria ni pepo. Nakemea katika jina la Yesu. Hapana. Hiyo pepo. Kuna watu wanalia kwa sababu ni kuomba wanaomba. Yes. Na maombi ya kulia. Haleluya. Kama nirudie kwa nyumba ya Bwana hata kama ni kulia. Pia. Machozi lia. Machozi yote utapanguza kwa jina la Yesu. Kuna kiwango cha machozi lazima ifike hiyo overflow ndio baraka ziachiliwe. Uliza nani mnalianga? Tunajifanyanga very honorable. Very honorable hata before God. Yaani hauna fear of God kiwango. Kisema unajua wanaume kulia ni ngumu. Lakini ukiona mwanaume amelia mbele za Bwana, basi ujue amekutana na Bwana. Na kama hutalia mbele za Bwana, omba Bwana akusaidie. Ambia jirani omba Bwana akusaidie. Omba Bwana akusaidie. Hakuna vile unaingia katika uwepo wa Bwana halisi na ukose kutetemeka. Kama Ruto anakutetemesha, Ruto ukiangalia uwepo hata hujamuona, ni magari umeona. Hata sio Uhuru Ruto. Sababu kila mtu anaongea Ruto tu, kila mtu. Mpaka kusalimia mkono. Na Bwana, kama Ruto, kama Bwana hajapita hawa wafalme wote. Yaani ukikutana na Bwana mpaka unaona ni kawaida. Bwana atusaidie. We have to change. We have to change. Niko naambia Mungu nataka unisaidie. Nikikutana na wewe, maisha yangu, nikikukaribia ule ukawaida unitoke. Nikilia sio kwa sababu ya uchungu, ni kwa sababu ya uwepo wako. Kwa sababu ya ukuu wako. Kwa sababu ya ukubwa wako. Ninalia, ninakosa. Saa nyingine hata unapiga tu katika kuomba kwako. Bwana atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine omba Roho tu aingie ndani yako kwa sababu hatujui kuomba. We don't know how to pray. Ambia Bwana hata sijui. Niko na prayer items na shule litaanzia wapi? Na watu wanasema sijui kuomba, huwa watu wanaomba aje? Hapana, kuna mtu aliuliza hiyo topic sijajibu mpaka leo. Afesa. Nitajibu tu. Mimi sijajibu. Haiko na watu wanaomba aje? How do people? Kumaanisha kuna desire na watu wako hivyo, lakini hawajaanza safari. Wakati umeshindwa vita, ni wakati wa kuketi. Akupigania. Vita ni vyake. Atakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu alifaulu na tabia yake ilikuwa hiyo, mbona wewe usifaulu? Mtindo wa Yesu lazima uige. Na wewe ufanikiwe. Na udai baraka halisi, si za watoto. Na uchukue nafasi ya kukomaa katika neno, katika kumjua Mungu, katika uhusiano wako na Bwana. Unapokomaa, basi you will not even ask for the blessing. Hata mzazi huwa anaangalia watoto kwa sababu anajua wakati wake ukifika ataondoka. Kwa hivyo anaangalia waliokomaa. Mke wangu kwa nyumbani, mama yao yeye ndiye aliyechua wiki na sio wa kwanza. Lazima udesire kufanya mambo ya tofauti hata kwenu nyumbani. Kwao nyumbani mke wangu hajawahi, hakuna mtu aliyewahi kufanya harusi ya kanisani. Yeye alisema lazima nitafanya harusi ya church. Kulikuwa na vita before wedding. On their side, supporting ilikuwa ngumu. Pre-wedding hawakukuja. Lakini hatimaye kulifanya harusi. A lot of
hata nisishindwa kutaja hii pesa. Thousand. Nyingi. Takwenda haleluya. Nilikuja kwa sababu ukimheshimu Bwana katika maisha yako, siku yako lazima atakuheshimu mbele ya watu wote. Amen. Lakini watu watajua kuna Mungu. Noa alikuwa anaonekana ni mjinga. Miaka hiyo yote akijenga tu, akikutanyesha na kujali nyesha, anajenga tu. Father God, when you're putting up this structure, people are taking it, this is stupidity. Lakini wakati mvua ilianza kunyesha, wale walioonekana ni wajinga ni wale walikuwa wanasema. Mtu wa maombi anaweza kuonekana ni mjinga wakati anajenga structures katika nyumba ya maombi. Ukija hapo unainua mikono tu unaomba, inaweza kuonekana ni ujinga. Omba tu. Hakuna maombi huwa inapotea. Hakuna maombi huwa inapotea. Piga magoti, omba tu. Hakuna maombi huwa inapotea. Anasikiza na yuko tayari kujibu. Tulikuwa tunaomba tukiwa Kilifi, hatuko wengi, tukiombea mkutano. Tunalia, tunalala, hata tujari uchafu, tunalala tu. Lakini siku ya mkutano nilishangazwa na Bwana. Ulikuwa mkutano wa kwanza mkubwa kuwahi kufanyika Kilifi ambao tuliandaa. Wa kwanza, shule 73 na wanafunzi 2000. Mahema yote tulikuwa nayo ikajaa. Ikabidi tukodishe hema sana zingine ambazo zilikuja. Mimi mwenyewe nilikuwa nalia machozi tu. Na inama tu, nashindwa kusimama na kaa, nalia machozi yanatiririka tu na sijui yanatoka wapi. Juu naangalia magari yakiingia yanaingia, basi zilijaa kwa kiwanja. Nikakumbuka mahali pasiri nikiomba, nikamwambia Bwana uinuliwe milele. Hakuna sauti ya mwenye haki anayekutana na wewe mahali pasiri akiomba na kukutafuta ambaye wewe unamnyima nafasi. Taskizi ilijaa students. Wale watu wengine hawakuwa na nafasi. Sababu students wa bai. Alafu nikaambua kuku zote za kibaoni hapo Pwani zilikuliwa during lunch time. Haleluya. Sasa hivi tunaandaa mkutano Mombasa. Ni mkutano utaleta baraka Mombasa kwa sababu wachuuzi na watu wa biashara pia watakuwa na baraka. We will have a team from Dodoma coming. Students coming from Dodoma. It's an international meeting. Haleluya. Naamini Mungu kwa sababu ya mambo makubwa. Haya mambo makubwa sisi ni kutii na kuwa na imani. Pesa ni yeye. Tuondoe hiyo kwa mawazo. Pesa yeye atapeana. Na ukitoa hiyo utakuwa mtiifu na utakuwa na imani, utatake a step of faith. I told a man somewhere in Kilifi, nikamwambia siku anajua ninamhubiria. Nilikuwa nauza CD zangu. Mimi mbali nitakuja kuimba baadaye siku nyingine. CD zangu. Mbali. Nilianzia huko. Akaniambia hana pesa. Nikamwambia basi okay. Mimi pia nina kipawa cha kuencourage watu na neno. Nikaanza kumhubiria polepole. Na ni mtu wa Catholic. Akabarikiwa. Ni maji, ni kama nikumeza kunywa maji. Akakunywa maji. Baadaye akaniambia, "Umenibariki sana." Hiyo CD iko hapo bado. Pesa imetokea wapi? Akanunua CD. Baadaye ndio nikaenda bara. Nikiwa bara ananipigia simu. Ananiambia, "Man of God, wewe Mungu alikuwa amekutuma kuongelesha. Nimekuwa nikitaka kufungua duka yangu. Nimeemployiwa lakini bado sijafungua. Ninaenda natembea, ninaona mahali kuzuri, nataka niingie, sijui ni nini nanizuilia. Siku ya leo nasikia kuna nguvu imeniingia ya kutoka." Na siku hiyo akaniambia hata nimeshaandaa, nimeongea na mwenye duka na nishatoka. Sasa ukienda Kilifi, is one of the best successful businessmen within the town. Hapo na cosmetic shop, na wanawake wengi, wamama wengi wa Kilifi wanamjua kwa sababu anauza vitu za wamama. Sasa hii naongea na wewe, amenunua gari yake, alikuwa ananionyesha, nikienda huko napewa kiti, akanionyesha gari, akanionyesha nyumba anajenga. Duka yake amekuwa huko since 2012. That was 2012 when we were talking. And today it is 2019. Our God is faithful. Anahitaji watu watakao muamini afanye mambo. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Mungu anataka kufanya mambo katika nyumba yako. Mzee alienda, anarudi. Anarudi. Amen. Sijana watu. Anaweza kurudisha watu. Nilikuwa huko ndani. Msichana
Nikaambia watu kuna strongholds zinashika familia. Ukitaka kuingia katika boma, kucontrol, lazima ushike the stronghold. The strong man. Now the strong man is in control of the house. Hawezi kuwa muombezi, unafikiria unatawala katika boma yenu na strong man haujawahi kushika. Na niweze kushika the strong man, lazima uinue madhabahu yatakayonena, yatakayokupatia nguvu. Ukifanya maombi, uharibu madhabahu, kwa sababu hata Gideon kabla atumiwe aliharibu madhabahu ya kwa baba yake. Alafu akainua madhabahu ya Bwana. Ndio Bwana wa majeshi akampigania na akamtumia yeye. Nikamwambia wanafunzi wakuje, wale ambao wanajua strong men. Anaweza kuwa poverty, kwenu kuna umaskini au uwezi, au unakosa kueleweka. Baba anapata kazi ya pesa nyingi. Unajua umaskini, roho ya umaskini ni mbaya. Hata ukiwa ni graduate, umesoma PhD, unakosa kupata kazi, ni roho ya umaskini. Na si kusoma hujasoma, umesoma. Baba aliuza shamba, lakini yuko kwa motorbike na PhD yako. Ni umaskini. Na ni roho. Ingine ni ugonjwa. Tajiri anauza mali, aende hospitali kwa sababu ya dialysis ya kidney. How the devil can work to destroy our lives if we sleep. Ninasema ya kwamba tulipolala alipata nafasi ya kupanda. Nikamwambia zingine ni drug addiction. Unaona zinafuatanisha kwa familia. Ulevi unafuatanisha kwa familia. Until the day one man or one woman in that family will arise and take action, na aseme nitashika this strong man. Daudi alitoka, alipokuja kuleta chakula, alipofika mahali asema huyu ni nani huyu asiyetahiriwa? Kakijana kametahiriwa ni kadogo, kijitu hakijatahiriwa. Ni nani huyu minister asiyetahiriwa anayewatukana majeshi ya Bwana? Alafu akasema atapewa nani? Mungu aweke confidence ndani yetu. Na kuna confidence haipatikani mpaka uingie katika mahali pasiri na Bwana. Ukitoka hapo kuna ujasiri ambao unashinda watu wenye nguvu. Unajua kuna tofauti ya kuwa na nguvu na kuwa na ujasiri. Unaweza kuwa na nguvu kama huyo the Philistine Goliath, na unaweza kuwa na ujasiri kama Daudi na ukose nguvu kama ya Goliath. Kwa sababu everything is about the boldness and the courage that God gives you, irrespective of how small you are. And that is what happened. David akaambiwa atapewa mke wake. Mtoto binti ya mfalme. Na akaambiwa, ndio hapo akajiandaa. Akasema, Bwana uliyekuwa na mimi katika huko dubu na simba, nikawapokonya kutoka, nikaokoa kondoo. If God you are with me in the field, people don't have a record, I have the record. Hallelujah! Watu wanaweza kosa kuwa na rekodi, lakini wewe una rekodi ya Bwana vile amekuwa na wewe. Ni huyo aliyekuwa na wewe jana anayeweza kuwa na wewe leo. Daudi akasema, wewe Mungu. Akaanza kusema, wewe ni siku ya leo nitakupeana, alafu kichwa chako. And it happened because Goliath had an experience in the battles he fought, but David had an experience in the battles that God fought. That is the difference. He had an experience in himself. David had an experience in God who fights the battle. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Kuna viwango lazima tuingie. Na kuna karama lazima tutalipa. Mwambie jirani, kuna viwango ndio uweze kuingia, lazima gharama ukubali kulipa. Kuna watu ambao saa hii hawapati sana watumishi wakubwa. Kuna siku walikuwa wanapata karibu kufuka. Ni siku ya foundations.
They were building a foundation. Walikuwa na fast mpaka wanaonekana kama hakuna. Foundation ikakuja strong building ikasimama, wakawa na intercessors wa kuwashikilia. Sasa sio lazima wa fast. Wanakula tu wanatulia. Na intercessors wanaomba, wanawashika mikono. Hallelujah! Amen. Kubali kulipa gharama. Simama na pumzika wakati mtoto amemaliza masters. Mtoto amemaliza masters na amemaliza PhD. Sasa mama ana rest. Hata anaweza kukula. Hata anaweza kununua shamba. Hata anaweza kununua gari kama hakuwahi kununua. Leo unataka kununua gari wakati unaanza na maono. Sio si bad kuendesha gari. Yaani mambo mengi tu ya nini? Siwende gharama. Uweke msingi wa jumba, jengo kubwa. Uweke msingi wa mambo makubwa. Lipa gharama. My wife was telling me, my daughter today morning anaenda what? Na my wife akawa na jana alikuwa ananiambia anaenda shule gani? So, I'm a man of faith. Akaniambia primary fulani, hapo akaniambia hivi pesa mingi. Nikamwambia acha aende hiyo. Leo asubuhi akaniambia your daughter wants to go to Mikael. Sababu huko kuna swimming. Mimi nikamwambia ni sawa, acha aende hiyo. Mke wangu ananiambia ni pesa mingi sana. Kinisumbua. Pesa nikabalance nikaona nikipelekana na mtu akona imani hapo na nimlazimishe kwa imani yangu hamtaenda mbali. Ikabidi nikubaliane na yeye katika kiwango chake. Usiposu watu kupasi siku ambazo wewe unapasi. Anaweza kupenya, kosa kupenya. Hata yeye anapenyea one whole day of fasting. Fika jioni. Ngoja ya kupata. Lakini inabidi Mungu atupatie neema ya kufunga, neema ya kujinyima, neema ya kujiachilia kwa Bwana, neema ya kujitoa hata na mali. Shetani amefunga pesa yako kwa sababu ya ugumu wako wa kutoa. Sasa mimi ndio kusikia Bwana akikwambia utoe. Mimi niambia Mungu anisaidie wakati wote pesa zitahitajika, anisaidie kusikia sauti yake na nitoe. Na nisiwe mkuu. Mkutano wetu wa kwanza ulikuwa na tukailisha. Baada ya kuilisha mimi ni pastor na sina kazi nyingine na nimeweka pesa. Na tukua tumechagua treasure na shida imeingia. Nikakula pesa kidogo. Mwambia Bwana unisaidie mwaka huu mwingine nikuwe na hiyo pesa nirudishe. Pesa ya wenyewe. So 2016 ilipofika pesa zikarudi. Lakini zilirudi zaidi. So mimi nikaingia kwa room nikahesabu ile ambayo nilikuwa nimekula na ile ilikuwa nimenini nikapelekea treasurer ilikuwa tumechagua. Kabla nitoke Mungu akaniambia hapana yote. Nikamwambia Mungu hapana sikukula hiyo yote. Akaniambia yote. Ni Bwana naongea. Hiyo pesa sio yako au kuwa naye. Unataka kulikuwa na tumaliko vingine hatueleweki. Pesa ulikuwa na shida ya pesa imekuja umeanza kushika. Wewe ni nini mbaya na wewe? Ni maana unakosana pesa. Unashika hakuna kosa kufunga, unakosa kuja kanisani ni pesa. Ndio maana mnanyimwa pesa. Ambia jirani ukipita mtihani wa pesa umefaulu kabisa. Pesa unafaulu. Kama bado unashikana pesa kwa nyumba ya Bwana, hii nyumba inafaa kuwa tumepomoa sasa. Na mko wengi sana hata kuliko vile nilifikiria. Kuna watu wanakuanga hata kuota, wanajenga gorofa. Ena Amerika utaona watu wanajenga magorofa na ni wachache. Mungu anawabariki kwa sababu ya uaminifu wao. Na wakiwa waaminifu wanabarikiwa na wanaendelea kuwa waaminifu, wanabarikiwa na wanabariki kazi ya Bwana. Na inaendelea kukua. That is the desire of God. Lazima tumalize. Nataka tu respond kwa Bwana. Mahali ambapo unasikia haujafika kiwango, unasikia ni kama bado, kuna sehemu yako lazima uplay. Nilipotoa hizo pesa kwanza, Mungu aliniongea akaniambia hapa ndio huwa ninakosana na watumishi wengi. Kikosana hapa wanaendana peke yao.
ati nakosania watu, anakosana na watumishi wengi mahali wanaanza safari. Kaniambia hapa ndio huko tunakosa. Na Mungu hata kujaribu na mtihani wa 1 million. Anakujaribu na mtihani wa 1000. Uaminifu wako kwa 1000 inaonyesha kwamba kuna uwezekano utakuwa mwaminifu kwa 10,000 na zaidi. Unapo graduate katika uaminifu wa pesa, unapewa zaidi. Unaopewa zaidi. Utafika kiwango cha kuaminika kushika millions na bado wewe hauna tamaa ya pesa. Hallelujah! Amen. Na mtu akuja anakuambia ndugu, nimekuzwa na Bwana nikupatie 500,000 check. Haustuki. In fact ni yeye anastuka vile kwamba haustuki. Anastuka ya kwamba haustuki. Sasa kuna watu akuja kuletea mtumishi wa Bwana pesa, mpaka anataka kwenda kama vile anataka bank. Uko kwa karumu kajuu. Hey friend, na pasta hata ako busy. Man of God, I want to see you. Akiona pasta akimwambia ako busy, okay man of God, okay kama another day. Roho anakuambia ni siku hiyo, enda weka pesa kwa box, weka pale kwa madhabahu uende. Kwani ulikuwa unaletea pasta? 500,000. Unataka kuonekana. Chilia. Hata usiandike jina, wachilia. Si Mungu anajua jina yako. Kisha. Sio pastor huwa anabariki watu, ni Bwana huwa anabariki na anainua na anachagua. Tuinuke juu kwa Mungu.